Karibu kwenye International Headlines, na leo utaanza na taarifa kutoka huko Indonesia, ambapo mamlaka ya nchi hiyo imebaini kuwa mvulana wa miaka 17 ambaye jina lake limehifadhiwa ndiye anayehusika na mlipuko uliofanyika kwenye msikiti wa ndani ya SMA 72 katika shule ya sekondari ya serikali jijini Jakarta. Mlipuko huo umewajeruhi takribani watu 55 ambao wengi wao walikuwa ni wanafunzi wakati wa sala ya Ijumaa. Mpaka sasa bado polisi wanaendelea na uchunguzi na hawajathibitisha kama tukio hilo lilikuwa ni shambulio la kigaidi au la. Mashahidi waliripoti kusikia milipuko miwili mikubwa wakati hutuba ilipoanza, hali iliyosababisha hofu na moshi ndani ya msikiti. Mamlaka zinasema silaha iliyotumika ilikuwa ni bunduki ndogo ya kuchezea yenye maandishi yanayorejelea kauli za ubaguzi wa rangi na Brenton Tarrant. Wengi wa waliojeruhiwa walipata majeraha kutokana na vipande vya glasi na moto, huku wanafunzi 20 bado wakiwa hospitalini, watatu mahututi. Video zilizorushwa mtandaoni zilionyesha wanafunzi wakikimbia kwa hofu katika viwanja vya shule hiyo. Aidha, bado mamlaka imetoa onyo kali dhidi ya uvumi na inaendelea na uchunguzi ili kubaini chanzo cha tukio hilo. Tukio hili linakumbusha baadhi ya mashambulio kadhaa ya kihalifu yaliyotokea Indonesia. Na sasa tuelekee huko Marekani, ambapo Seneti ya Marekani imepitisha makubaliano yaliyolenga kumaliza mgogoro wa kufungwa kwa serikali ya Marekani, mgogoro uliodumu kwa muda mrefu zaidi katika historia ya nchi hiyo. Wapinzani wachache wa Democratic walijiunga na wa Republican kupitisha makubaliano hayo baada ya mazungumzo ya wikiendi huko mjini Washington. Upigaji kura huu ni hatua ya kwanza kuelekea kugharamia serikali ambayo ilikosa fedha mnamo 1 Oktoba, lakini hatua hii bado inahitaji idhini kutoka Baraza la Wawakilishi. Takribani wafanyakazi milioni 1.4 wa shirikisho bado wako likizo bila malipo, huku wengine wakifanya kazi bila mshahara. Wanademokrasia 8 waliunga mkono hatua hiyo, huku seneta mmoja wa Republican, Rand Paul, akipinga kwa sababu za wasiwasi juu ya deni la taifa. Ingawa wengi wanaona kura hiyo kama ishara ya matumaini baada ya wiki za kusuasua, baadhi ya wanademokrasia walikosoa kwa kutotoa hakikisho thabiti kuhusu huduma za afya. Kwa sasa, hatua inayofuata ni Baraza la Wawakilishi. Ikiidhinishwa huko, wafanyakazi wa serikali watarudi kazini na huduma za serikali zitaanza tena, ikimaliza kufungwa kwa serikali ambako watu milioni 1.4 walikuwa hawajalipwa au wakifanya kazi bila mshahara. Na huko Thailand, serikali imetangaza kusitisha utekelezaji wa mkataba wa amani na Cambodia kuhusu mzozo wa kimipaka, wiki 2 tu baada ya makubaliano hayo kusainiwa kwenye sherehe na rais wa Marekani Donald Trump huko Malaysia. Uamuzi huo umefuata baada ya kutokea kwa mlipuko wa bomu la ardhi karibu na mpaka wa Cambodia katika mkoa wa Sisaket ulipelekea uharibifu mkubwa na vifo. Waziri Mkuu wa Thailand, Anutin Charnvirakul, alisema anaunga mkono uamuzi wa maafisa wa ulinzi wa nchi hiyo, huku akibainisha kuwa tukio hilo ni tishio la kiusalama. Alipanga kutembelea majeshi waliojeruhiwa siku ya Jumanne. Hata hivyo, Cambodia inabaki imejitolea kwa mkataba huo ambao ulilenga kuleta amani ya kudumu baada ya mapigano ya mpaka mwezi Julai yaliyoua zaidi ya watu 40 na kuwafanya 300,000 kukimbia. Mgogoro wa mpaka wa karne ya 19 umepelekea mapigano kadhaa kwa miaka mingi. Makubaliano hayo rasmi yanaitwa Tamko la Pamoja wa waziri wakuu wa Thailand na Cambodia kuhusu matokeo ya mkutano wao Kuala Lumpur, yalijumuisha kuondoa silaha nzito kutoka eneo lililozozana na kutoa timu ya waangalizi wa muda. Hatua inayofuata ilikuwa ni kuachiliwa kwa wanajeshi 18 wa Cambodia waliokuwa wameshikiliwa Thailand. Huko India, takriban watu 8 wameuawa katika mlipuko uliotokea huko New Delhi karibu na Red Fort. Polisi wa mji wamesema mlipuko ulitokea kwenye gari, lakini chanzo halisi hakijafahamika mara moja na bado kinafanyiwa uchunguzi. Asante kwa kutufuatilia na endelea kufuatilia vipindi vyetu katika channel yetu ya NetPro News.